Dunia hii ina mambo mengi sana, na mengine tunayajua na mengine hatuyajui kabisa, na huenda tusiyajue mpaka siku tutakayoondoka dunia. Video hii nimekuletea ili uweze kufahamu, kama ulikuwa hufahamu, jinsi ambavyo dunia yetu inakoelekea. Hakika tumefika mahali pabaya sana. Hii ni moja kati ya video ambayo itaenda kukuacha mdomo wazi, kwani kuna mambo mengi sana ya kushangaza na kustaajabisha yanaendelea duniani hivi sasa. Kifupi, naweza kusema kuwa tupo katika nyakati za mwisho, ama kweli dunia imekwisha. Hii leo katika video hii nimekuletea orodha ya watu maarufu na wenye ushawishi, na wengi wao ni watu wa Hollywood, lakini wamefanya mambo ya ajabu na kushangaza kabisa kwa sababu wamefunga ndoa za jinsia moja. Hakika hili ni jambo la kushangaza sana. Ili uweze kuwafahamu watu hao, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Kama bado huja subscribe katika channel yetu, hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele, ili usiweze kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jenson. Moja, Ellen DeGeneres na Portia de Rossi. Kama unavyowaona, hawa wote ni wanawake. Tuanze na Ellen DeGeneres. Alizaliwa mnamo tarehe 26 mwezi Januari mwaka 1958 huko nchini Marekani. Mwanamama huyu ni moja kati ya watu maarufu sana duniani kote. Ni mchekeshaji, mtangazaji wa televisheni katika kipindi cha Abby Scandal, mwigizaji na mwandishi wa vitabu. Moja kati ya filamu ambazo amewahi kuziigiza ni filamu ya sitcom. Pia ana kipindi chake cha mahojiano na watu maarufu, na kipindi hicho kinafahamika kwa jina la Ellen DeGeneres Show, na inadaiwa kuwa alikianzisha mnamo mwaka 2003. Na ni moja kati ya vipindi maarufu sana. Pia mwanamke huyu amefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Grammy, Daytime na Primetime Emmy. Kwa upande wa Portia de Rossi, alizaliwa mnamo tarehe 31 mwezi Januari mwaka 1973. Mwanamke huyu alikuwa ni mwigizaji na ana uraia wa nchi mbili ambazo ni Australia na Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, vinadai kuwa hivi sasa mwanamke huyu amestaafu kuigiza. Katika enzi zake za uigizaji amewahi cheza kama Nelle Porter kwenye mfululizo wa tamthilia iitwayo Almond Bell, ambayo ilianza kutoka mnamo mwaka 1998 mpaka mwaka 2002. Kutokana na uigizaji wake katika tamthilia hii, aliweza kushinda tuzo ya Actors Guild Award. Wawili hawa walikuwa kwenye mahusiano tangu mwaka 2004, na ilipofika tarehe 16 mwezi Agosti mwaka 2008, wawili hawa walifunga ndoa na wakavishana pete. Mpaka hivi sasa wapo pamoja. Najua moja ya swali ambalo unajiuliza hivi sasa ni nani ambaye amemuoa mwenzake. Inadaiwa kuwa Ellen DeGeneres ndo amemuoa Portia de Rossi. Namba 2, Jesse Ferguson na Justin Mikita. Tuanze na Jesse Ferguson. Alizaliwa mnamo tarehe 22 mwezi Oktoba mwaka 1975. Mtu huyu mwigizaji maarufu kutoka nchini Marekani. Alianza kuigiza mwaka 2009 hadi 2020 na amefanikiwa kuonekana katika filamu nyingi sana, ikiwa ni pamoja na filamu ya Red, Cocaine Bear na zingine nyingi sana. Pia amefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali. Kwa upande wa Justin Mikita, mtu huyu amezaliwa mnamo tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 1985 huko Los Angeles nchini Marekani. Inadaiwa kuwa na yeye ni mwigizaji, pia ni wakili, mwandaji na mtunzi wa filamu. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, vinadai kuwa mtu huyu ni moja kati ya watu wenye mchango mkubwa sana katika ulimwengu wa filamu huko nchini Marekani, kwani amehusika katika uandaji na utunzi wa filamu mbalimbali. Inadaiwa kuwa wawili hawa walichumbiana huko Mexico mnamo mwezi Septemba mwaka 2012 baada ya miaka miwili ya uchumba wao. Ferguson na Mikita waliamua kufunga pingu za maisha mnamo tarehe 20 mwezi Julai mwaka 2013 katika hafla ya kifahari iliyosimamiwa na mwandishi wa filamu Tony Kushner huko New York nchini Marekani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, inadaiwa kuwa Justin Mikita ndo amemuoa Tila Ferguson. Wawili hawa wamefanikiwa kupata watoto wawili pamoja. Watoto hawa wamezaliwa kwa njia ya kitaalamu iitwayo surrogasi, ambapo mwanamke hubeba mimba na kuzaa mtoto wa wanandoa ama mtu mwingine. Namba 3, Neil Patrick na David Botka. Tukianza na Neil Patrick, mtu huyu alizaliwa mnamo tarehe 15 mwezi Juni mwaka 1973 huko nchini Marekani. Ni mwigizaji, mwimbaji, mwandishi, mtayarishaji na mtangazaji wa televisheni.
Inadaiwa kuwa Nell ni moja kati ya watangazaji wacheshi sana katika televisheni. Pia anavitendea haki vipaji vyake hivyo vyote, jambo ambalo limepelekea apewe sifa nyingi sana kutokana na uwezo wake mkubwa wa kuigiza, kuimba na vitu vingine ambavyo nimekutajia hapo awali. Hivyo kutokana na jambo amefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na tuzo ya Tony, tuzo 5 za Primetime Emmy na amewahi kuteuliwa katika tuzo za Grammy. Pia amewahi kushinda tuzo 3 za Screen Actors Guild na zingine nyingi. Kwa upande wa David Budka, alizaliwa mnamo tarehe 29 mwezi Mai mwaka 1975 huko nchini Marekani. Mtu huyu ni mmoja kati ya waigizaji wakubwa sana huko nchini Marekani. Amefanikiwa kuonekana katika filamu nyingi sana ikiwa ni pamoja na filamu ya Avery Harroid na Kuma Christmas iliyotoka mwaka 2011. Nell's Puppet Dreams iliyotoka mwaka 2012 na zingine nyingi sana. Wawili hawa walichumbiana mnamo mwezi Juni mwaka 2011. Ilipofika mwezi Septemba mwaka 2014, wawili hawa walifunga pingu za maisha huko New York nchini Marekani. Inadaiwa kuwa Nell Harris Patrick ndo ameolewa na David Budka. Pia wamefanikiwa kupata watoto wapacha wawili. Namba 4, Cynthia Nixon na Christine Marinoni. Tuanze na Cynthia. Mtu huyu alizaliwa mnamo tarehe 9 mwezi Aprili mwaka 1966. Huko nchini Marekani ni mwigizaji maarufu sana na amefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na tuzo ya Primetime Emmy katika kipengele cha mwigizaji bora msaidizi katika mfululizo wa vichekesho. Pia amewahi kushinda tuzo 2 za Tony, tuzo ya Grammy na zingine nyingi. Zifuatazo ni baadhi ya filamu ambazo mwanamama huyu amewahi kuigiza: A Quiet Passion iliyotoka mwaka 2016, The Pelican Brief iliyotoka mwaka 1984 na zingine nyingi sana. Kwa upande wa Christine Marinoni, ni mtu wa kawaida, si maarufu. Baadhi ya watu wanadai kuwa mwanamke huyu amekubali kuolewa na mwanamama huyu kwa sababu ya pesa tu na si kingine. Inadaiwa kuwa wawili hawa walichumbiana mnamo mwaka 2004. Ilipofika mwezi Mei mwaka 2012, wawili hawa walifunga pingu za maisha katika jiji la New York huko nchini Marekani. Katika moja ya mahojiano ambayo amewahi kufanyiwa, Cynthia alidai kuwa amewahi kuwa kwenye mahusiano na wanaume wengi sana na amefanikiwa kuzaa watoto wawili, lakini hajawahi kuwa na furaha kama alionayo hivi sasa. Pia aliendelea kwa kusema kuwa anajisikia vizuri sana hivi sasa na anampenda sana mke wangu kipenzi Christine Marinoni. Wamefanikiwa kupata mtoto mmoja pamoja. Namba 5, Elton John na David Fournier. Tuanze na Elton John. Mtu huyu alizaliwa mnamo tarehe 25 mwezi Machi mwaka 1947. Ni mwimbaji kutoka Uingereza, mtunzi wa nyimbo na mpiga kinanda. Inadaiwa kuwa ndiye msanii pekee aliyefanikiwa zaidi katika historia ya chati za Billboard za nchini Marekani. Pia amefanikiwa kuuza zaidi ya rekodi milioni 300 duniani kote, na kutokana na jambo hilo lilimfanya awe miongoni mwa wasanii wa muziki wanaouza zaidi wakati wote. Pia amefanikiwa kushinda tuzo mbalimbali ikiwa ni pamoja na tuzo 5 za Grammy, tuzo 2 za Golden Globes, tuzo ya Laurence Olivier na tuzo zingine nyingi sana. Mtu huyu ni mmoja kati ya watu maarufu zaidi duniani. Kwa upande wa David Tonish, alizaliwa mnamo tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 1962 huko nchini Kanada. Inadaiwa kuwa mtu huyu ni mtengenezaji wa filamu. Wawili hawa walifunga ndoa mnamo mwaka 1993. Inadaiwa kuwa David Fournier ndo amemuoa Elton. Pia wawili hawa wamefanikiwa kupata watoto wawili pamoja, na watoto hawa wamezaliwa kwa njia ya kitaalamu iitwayo surrogasi, ambapo mwanamke hubeba mimba na kuzaa mtoto wa wanandoa ama mtu mwingine. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mimi naitwa Dennis Jenson na kutakia wakati mwema na tukutane tena kwenye video nyingine.